Watu wengi wamekuwa wakiniuliza ya kwamba daktari, nitumie aina gani ya uzazi wa mpango? Sasa mimi leo sitakwambia direct ya kwamba utumie aina gani ya uzazi wa mpango, lakini mimi nitakufundisha aina tofauti tofauti za uzazi wa mpango ili wewe ufanye maamuzi kutokana na mahitaji yako. Kuna aina hii ya vidonge kama uzazi wa mpango, na hii iko za aina mbili. Kuna kidonge ambacho kiko cha aina moja na kuna vidonge ambavyo viko kwenye mchanganyiko, ambapo hapa ni COC, combined oral contraceptive, lakini pia POP, progestin only pills. Na hii ya POP hii ambayo ina kidonge kimoja, ambayo ina aina moja, ambayo haina mchanganyiko, mara nyingi inatumika kwa wanawake wanaonyonyesha. Matumizi yake yakoje? Hapa unatumia kidonge kimoja kwa siku, na hapa unameza bila kuruka, na unatumia muda ule ule ambao umetumia siku nyingine. Kwa mfano leo umetumia saa 2, basi kesho pia utatumia muda ule ule. Na hii imeaminika ya kwamba imesaidia kwa ajili ya kuzuia mimba kwa 99% endapo itatumika kwa usahihi. Lakini na maudhi madogo madogo, mtu anaweza akapata hali ya kupata kichefuchefu, anaweza akapata hali ya kupata maumivu ya kichwa, maumivu ya matiti, anaweza ka experience hizo zote kama maudhi madogo madogo. Lakini pia hii asitumie mtu mwenye changamoto ifuatavyo. Moja, mtu mwenye shinikizo la juu la damu asitumie aina hii ya uzazi wa mpango. Lakini pia mtu ambaye anafahamika ya kwamba ana kansa ya matiti asiweze kutumia aina hii ya mpango. Lakini kwa mtu ambaye homoni zake zimevurugika, siku zake zimevurugika, basi hii asitumie kama njia ya uzazi wa mpango. Yote haya ninakwambia ili ufanye maamuzi sahihi wakati unafanya uchaguzi wa aina gani ya uzazi wa mpango utumie. Karibu kwa Dr. Avit. Kama umependa video hii, utakomenti hapo chini changamoto ambazo ushawahi kuzipata au faida ambazo ushawahi kuzipata kwa matumizi ya vidonge kama njia za mpango. Basi endelea kushare, kulike na kucomment ili ujumbe huu uweze kuwafikia watu wengi. Hai.